Kwenye line tayari tumeshampata afisa habari wa Simba Ahmed Ali. Story ambayo hivi sasa inaendelea kweli kweli na kuzua gumzo ni kuhusiana na mchezaji wenu Selemani Mwalimu jana kuonekana katika dimba la KMC kwenda kushuhudia mechi ya Young Africa na Mbeya City. Hili kwanza limekaa namna gani? Ni sawa sawa, mlikuwa mnalifahamu au hakuna shida yoyote ambayo mmeiona mara baada ya mchezaji wenu kwenda kushuhudia mechi hiyo? Ile kikawaida kabisa, yani kikawaida kabisa. Ndio. Haina tatizo lolote. Ile kikawaida. Ile kikawaida. Haina tatizo lolote. Na kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba jana baada ya kurejea kutoka Arusha, jana ilikuwa ni siku ya mapumziko kwa wachezaji wetu na wafanyakazi wote wa Sports Club. Kwa hiyo mtu alikuwa ana uwezo wa kufanya chochote ambacho kinahusiana na mapumziko yake. Kwa hiyo ingekuwa ametoroka mazoezini, ametoroka kambini, hapo angeweza kuingia moja kwa moja kwenye makosa. Lakini ilikuwa ni siku yake ya mapumziko ambapo tunaamini na wengine wamefanya vitu vyao vingine vya kupumzika. Kwa hiyo mpaka hapo kwenye eneo hilo hana hatia wala hana kosa lolote. Inawezekana ikawa ni issue ya mtazamo na issue ya ushindani na vitu kama hivyo, na mazingira yenyewe ambayo tuko nayo baina ya timu hizi mbili ndio ambayo pengine yanaweza yakamnyima uhalali ya yeye kufanya vitu kama hivyo. Lakini kikawaida kabisa, binafsi sioni changamoto yoyote, na Simba tunazo miongozo yetu kama maana ya code of conduct ambayo nayo sioni kama kuna sehemu ambayo inaweza ikamtia hatiani Selemani Mwalimu kwenda kuangalia mechi ya watani wetu. Yote kwa yote yanabaki kuwa ni mapokeo ya watu. Kila mtu ana mapokeo yake kama ni sahihi ama si sahihi, lakini tunapokuja kwenye miongozo ya klabu hakuna changamoto, hakuna shida yoyote kwenye eneo hilo. Kutokana na siasa za Simba na Yanga kwa namna ambavyo zipo, hili pia unaweza ukaliweka namna gani kwa mchezaji kuonekana kwenye mechi ya watani wenu wa jadi? Ndo hapo sasa niliposema kwenye ukawaida ni jambo la kawaida mno. Lakini kwenye siasa zetu hizi za Simba na Yanga ndipo ambapo unaweza ukakosa uhalali wa kufanya hivyo. Kwa mfano kama mimi siwezi kwenda kwenye mechi ya Yanga, na watu wengine vile na mtu mwingine anaweza akaenda kwenye mechi ya Yanga. Kwa hiyo ni swala la siasa. Sasa siasa ni swala ambalo ni kila mtu ana mapokeo na mtazamo wake, lakini kujiweka salama zaidi na kuepusha mijadala ambayo haina tija kwako ni kuepukana na siasa hizo, kwa maana kukaa mbali na mazingira yote ambayo yanaweza yakakupelekea wewe mjadala, kwa sababu nia yako inaweza kawa ni nzuri tu na kwenda kuangalia mpira kwa sababu ndio kazi yako na vitu kama hivyo. Lakini wale ambao umekwenda kuwaangalia wao wakaichukulia tofauti, wakataka kunufaika na tukio lile. Kwa mfano Mwalimu amekwenda kuangalia hiyo mechi, lakini unaona namna ambavyo wao wametaka kunufaika na hiyo, kwamba tunamwangalia ama amekuja kufuata burudani, sehemu nyingine apati burudani. Sasa kuepusha yote hayo ni vema ukakaa mbali na hizo siasa. Yes, na inaposemekana ni kwa Young Africa ni kama vile wanamnyemelea fulani hivi Selemani Mwalimu. Hilo umelisikia ama umelipata, Ahmed? Kacheka. Ana miaka mingapi Selemani Mwalimu? Kama 22 23 hivi. Kwa hiyo wanaruhusiwa kumnyemelea kwa miaka 15 zaidi. Watampata akishafikisha miaka 37 38. Utaratibu ni ule tu, wala hakuna kilichobadilika. Ruksa kumnyemelea, waendelee kumnyemelea, lakini utaratibu wetu ni ule. Mchezaji akikaribia kuretire anaweza kaenda sehemu nyingine, hasa huko ambako wanamnyemelea.